Na hii ndiyo itakufanya sasa ujue kwamba si kila anayenena kwa lugha amejazwa Roho Mtakatifu wa kweli. Halo? Hii ya pili hii na zinazoendelea ambazo zinaambatana na hii ndio zitakufanya ujue kwamba ingawa nimesikia huyu mtu akinena kwa lugha, lakini hii lugha anayonena si ya Roho Mtakatifu wa kweli, ni Roho Mtakatifu wa uongo. Haleluya. Kwa maana tulijifunza pia kwamba shetani naye hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, Kwa hiyo lazima na yeye atakopi jinsi tunavyonena kwa lugha watakatifu, atakopi na kuwapa mawakala wake. Haleluya. Anakopi jinsi tunavyonena kwa lugha, anawapa mawakala wake, na wao wanakuwa wananena kwa lugha. Mkristo mchanga au asiyefundishwa, ambayo kimsingi ndiyo mchanga huyo hata kama na miaka 50 kwenye wokovu, kama uyajui haya, utamsikia tu mtu ananena kwa lugha na utasema huyu mtu ameokoka, huyu mtu ana Roho Mtakatifu. Kumbe kilichomo mle ndani sio Roho Mtakatifu. Haleluya. Okay. Kwa sababu labda umeona kuna ishara, umeona kuna miujiza, utasema mchungaji ananena kwa lugha na ana ishara zinafuatana naye. Kwa hiyo bila shaka huyu mtu amejazwa Roho Mtakatifu wa kweli. Lakini hicho kunena kwa lugha na ishara sio kipimo pekee, na hata sio kipimo kabisa cha mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen.